Kwa hili ambalo kwa kweli mmelishuhudia leo kwamba tumezindua rasmi mafunzo ya utumiaji wa ndege zisizo na rubani au drones kwa ajili ya kuhudumia mashamba kwa maana ya umwagiliaji wa uwekaji wa mbolea, lakini vile vile utumiaji wa viuadudu au viuatilifu ni sehemu ya mkakati wa chuo chetu wa kuboresha mafunzo katika chuo hiki ili wahitimu wa chuo chetu waweze kwa kweli kwenda kuwa waajiriwa bora wale watakaoajiriwa, lakini sehemu kubwa ili waweze kuwa na ujuzi unaofaa kwa wao kwenda kujiajiri. Na kwa sababu hili ndio lengo kubwa la serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo ni maelekezo ya serikali, lakini yaliyotafasiriwa vizuri na baraza la chuo na kuielekeza management yetu kufanya uboreshaji kwa kweli katika kila nyanja eneo ambalo sisi tunafundisha wanafunzi wetu. Kwa hiyo kwa hizi drone zimenunuliwa kwa fedha zetu za ndani za chuo, tulipanga kwenye budget yetu. Kwa hiyo tukanunua hizo drone na nisemeni za mwanzo. Lengo letu ni kwamba tutakuwa nazo za kutosha, kwa sababu sasa katika nchi hii kama ilivyo sehemu nyingi duniani, kilimo kinazidi kuwa cha teknolojia, sio kile kilimo tulichokizoea. Lakini hasa pale ambapo kwa kweli tunataka kuendana na maono ya serikali kupanua maeneo yanayolimwa katika nchi yetu. Unapozidi kuwa na eneo kubwa, basi utumiaji wa zile mbinu zetu za kiasili za mfano unaweka mbolea kwa mikono, kwa kufanyaje, inakuwa kwa kweli imepitwa na wakati. Kwa ndio maana tumejielekeza kwenye hii teknolojia. Lakini kama ambavyo mkipata nafasi mnaweza kutembelea chuo chetu mkaangalia na maeneo mengine, tumeongeza idadi ya matrekta, lakini tumefungua mafunzo mahususi ya wanafunzi wetu kujifunza operesheni za vifaa vya kilimo, lakini hasa matrekta. Kwa hiyo ni zoezi ambalo ni endelevu. Lakini leo mimi na furaha sana, nadhani nimeona wanafunzi wao wenyewe walikuwa kwa kweli wenye furaha kubwa. Na hili litatusaidia kwa sababu kama ulivyosema mwanzo, kilimo chetu kilikuwa kinaonekana sasa ni kilimo cha watu wazima sana, cha wazee, kwa sababu vijana kwa kweli hawataki kile ambacho wanakiona kama ni mateso ya kilimo chetu cha kawaida. Lakini uwekaji wa teknolojia kwenye kilimo utawarudisha vijana kwenye sekta ya kilimo. Kwa majina naitwa Nyambilila Amuri, dirasi wa ndaki ya kilimo chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo. Na hapa mbele wako wanafunzi ambao watashirikiana na walimu ili kuweza kupractice au kufanyia kazi hayo matumizi ya drone. Lakini kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa SUA imenunua drone zake ambazo tuna drone 3 kwa ajili ya kufundishia pia wanafunzi kujifunzia na kufanya utafiti. Matumizi ya teknolojia ya drone kwenye kilimo yana manufaa kwa kuwa yanaleta kile kilimo cha uhakika, cha hakika, yani precision agriculture. Kwa hiyo tutaweza kutumia mbolea au viuatilifu kwa kiwango sahihi, kwa eneo sahihi, na kwa hivyo inasaidia kuongeza tija, kwa kuongeza uzalishaji, lakini pia ufanisi wa pembejeo za kilimo katika uzalishaji. Kwa maana hiyo, kwa kufanya hivyo tutakuwa tumeongeza pia wigo wa kufanya kilimo kiwe rafiki na mazingira na kukabiliana na changamoto ya mabadiliko ya hali ya hewa kama alivyosema. Majina yangu naitwa Elizabeth Rajab Salim. Ninasoma kozi ya crop production and management ambayo inahusika moja kwa moja na uzalishaji wa mazao shambani. Lakini pia kupitia teknolojia hizi zinatusaidia ya kwamba kurahisisha shughuli za kilimo. Kwa mfano, zamani hizo tulikuwa tunatumia jembe la mkono au pia tulikuwa tunakuja shambani kuangalia matatizo yaliyopo kwa macho, kwamba hapa kutakuwa na deficiency, hapa kutakuwa na changamoto gani. Lakini sasa hivi tunatumia teknolojia za kilimo kama ambavyo tunatumia hizo drones, zinatusaidia kuja kudetect matatizo mbalimbali. Kitu kingine kitaninufaisha mimi kama Mtanzania msichana kwa sasa hivi, kwa sababu nitawekeza muda wangu mwingi shambani kwenye kulima, kwa sababu nitatumia muda mchache kwenye kuproduce, lakini pia nitapata faida kubwa. Majina naitwa Frank Daudi Lwamuza, mwanafunzi wa chuo kikuu SUA mwaka wa 2, nasoma shahada ya kwanza ya kilimo.
kiuchumi na kibiashara. Teknolojia hii nimejifunza namna ya kufanya mapping eneo lote la shamba kabla hujapuliza dawa, kugundua obstacle ambazo zinaweza zikazuia drone ikaharibika. Kwa hiyo ule utaratibu wote wa kufanya mapping nimejifunza katika eneo hili. Lakini pia kitu zaidi ambacho nimejifunza mimi kama kijana ambacho kinaweza kunisaidia kwenye teknolojia hii ni kilimo cha kisasa ambacho mimi ninaweza nikakifanya au nikawafundisha watu wengine, watu tofauti kuhusu teknolojia ya drone, namna inavyosaidia katika kupunguza gharama katika upulizaji wa dawa, kutumia muda mfupi, lakini kupunguza zile kosti ambazo kwa utaratibu kama ungetumia teknolojia ya kawaida hizi loko ungeweza kutumia gharama kubwa kupulizia, lakini pia hata katika ile rate ya umwagiliaji au upulizaji wa ile dawa, hii drone inakusaidia kwa wepesi kuliko ule utumiaji wa kawaida.